Sasa ninasoma mwongozo wa kanisa, hili ni toleo la 19 sura ya 13 kuanzia ukurasa wa 169. Limetaja mambo mengi, lakini hapa inasema msimamo wa kanisa juu ya kuachana na kuolewa tena. Yaani ikitokea watu wanaachana, unaenda kutafuta talaka, jua kwamba sababu zinazotambulika na Biblia, ya kwanza ni ikiwa mwanaume anayetaka kukuacha ni kwa sababu wewe umempokea Yesu, au mwanamke anayetaka kukuacha ni kwa sababu umempokea Yesu. Huna sababu nyingine, hiyo sawa. Au amezini au amefanya uasherati, hiyo ni sawa. Au wakati wa ndoa pale tumefungishwa ndoa na imethibitika kwamba huyu mtu hawezi kuhudumia mke kwa maana ya uwezo wake wa kimaumbile, ni toashi, hiyo ni sawa. Ina maana atawajibika huyu mtu, atapewa kalipio kwa ajili ya kuchungulia mtu. Tulete mchezo hapa, ni kosa hilo, sio kuleta mchezo tu. Au kifo cha mwenzi. Sasa kama sivyo, jambo la kwanza linasema, Yesu anaposema mwanadamu asiwatenganishe, aliweka kanuni ya mwenendo wa kanisa katika kipindi cha neema ambacho haina budi kuwa juu ya sheria zote za serikali zitakazokwenda nje ya tafsiri yake ya sheria hiyo ya Mungu. Kwa hiyo kuna wakati sheria ya serikali inaweza ikahalalisha talaka yako, sawa. Kama ile talaka ya serikali ina violate sheria ya Mungu, ndoa yako itakuwa pale pale, umeiacha tu kichwani kwako na umemtoa mwenzi wako kwenye nyumba. Lakini kanisa litatambua ninyi ni mpaka mauti kuwafanyaje? Kuwatenganisha. Jambo la pili, uvunjaji wa nadhiri ya ndoa kwa ujumla inachukuliwa kuwa kwa maana ya uzinzi au uasherati. Hii nimeisema. Jambo la tatu, endapo mapatano hayatafikiwa, yule aliyekuwa mwaminifu kwa mwenzi aliyevunja nadhiri ya ndoa ana haki ya kibibilia kupata talaka na pia kuoa au kuolewa tena. Sasa hiki kitu kizingatiwe. Kwa mfano, mimi na mke wangu na mama mchungaji sasa hivi, alafu nikaanza kusema mama mchungaji, saizi ninavyoona, kwanza unisikilizi wewe, badala kuniwekea maji ya vuguvugu unaniwekea maji ya baridi, mimi kuanzia leo tusijuane. Likaja likasikilizwa hilo shauri kwa wazee. Nasema kwa kanisa lazima lisikilize kanisa. Kwa mfano, muumini akienda tu akatafuta talaka bila kanisa kujua kwamba hao watu walikuwa kwenye mgogoro, huo nao ni mgogoro wenyewe. Labda wasiende wakatafuta kuwa na mwenzi, kwa sababu ukitaka kuoa au kuolewa litaulizwa kwamba wewe una ndoa yako ilikuwaje, ndoa yako iko wapi mwenzetu. Utasema mimi na talaka. Siku hizi washiriki anakuambia pasta, mimi na talaka ya mahakama, naruhusiwa kuoa tena. Tutauliza ulishughulikiaje tatizo la ndoa yako, alafu tutatafuta nani aliyekuwa tatizo. Na mtu mmoja akasema, mimi mke wangu alichukua vitu vyote tu akaondoka, hata majirani waliona. Alikuwa na matatizo sana huyu mwanamke. Kumbe alipiga mwanamke akashtaki. Huyu bwana alikuwa hataki kwenda kusikiliza hayo mashtaka, imepita zaidi ya miaka 6. Alafu anataka kuoa tena. Nafikiri watu wamesahau. Sahau nani? Nataka kuoa uone tunapokufufulia makaburi hapa. Data zipo. Kwa hiyo kabla hujajichanganya zaidi, weka mambo yako vizuri. Kwa hiyo itakapotokea watu wanakimbilia mahakama kwa ajili ya kupeana talaka, tutasikiliza kwamba je, tatizo ni nani? Ni mwanamke ndio amekataa kurudi kwenye ndoa yake na anataka ivunjwe, au mwanaume? Ikisha gundulika ni yupi, taarifa hiyo inatunzwa kanisani kwamba jitihada zote za mgogoro wa ndoa ya fulani bin fulani zimefanyika na kuonekana kuwa zimeshindikana. Kuna watu wanasema mbona wanapewaga barua kwenda mahakamani? Mahakamani kule barua inako kwenda kwamba bana, hawa tumejaribu kuwasuluhisha, hapa kanisani tumeshindwa, na nyinyi huko kama mnaweza kuwasaidia muwasaidie. Haisemi kwamba mkawape talaka, tunajua huko mtaenda kupewa suluhisho, sio? Sasa suluhisho wakiwapa talaka, hiyo ni ya kwenu. Sisi tunajua huko nako tukasaidiwe, kama mwenyekiti wa kitongoji anaposaidia. Kwa hiyo ikigundulika kwamba wewe ndiwe uliye initiate kuacha mwenzi wako, hutaoa wala kuolewa mpaka mwenzi wako aolewe, jambo la kwanza, au aoe. Kwa hiyo muombe ili apendwe haraka. Yaani mseme, Mungu mpatie mvuto mke wangu, wamuoe baba katika jina, wamuoe mke wangu baba, wamuoe atembee aonekane kama malaika Gabrieli, Mungu baba. Kwa hiyo akiolewa unakuja sasa, mchungaji, mke wangu ameolewa, naomba na mikoa tena. Sawa, barikiwe, fanya taratibu za ili nidhamu itokee, sio tu kwa chacha tu. Yaani unaacha tu, unachezea upendo wa mtu na chacha, sio kirahisi hivyo. Na ukioa kabla ya mwenzi wako uliyemwacha kuolewa, unaondolewa ushirika. Yaani hiyo kanisa nataka tu mjue kabisa, kwa sababu huyu mtu amechezea maisha ya mtu, amempotezea muda. Alikuwa beautiful lady wa kijanani huko, mwenyewe ukimwangalia picha yake ya kijana, muangalie na sasa hivi anapaka mafuta ya pakiki, akioga aviogeki. Alafu huyu bwana anasema kirahisi tu kwamba eti mimi alinizingua, tukizingua tunazinguana. Wewe kisha wewe ushajichanganya, vumilia mpaka mauti kuwafanyaje? Kwa hiyo ndio msimamo wa kanisa, mpaka yule mwenzi aliyeachwa akiwa mwaminifu aolewe au aoe, ndio wewe
Sema asante Baba wa mbinguni. Sasa jamani, mtumishi ameolewa mwenzi wangu, sasa naomba twende kwa mchungaji tukaandikishe ndoa. Kwa mfano kama mimi sasa ikitokea ndoa kwenye assessment, nikiwauliza maswali, sasa umewahi kuwa na ndoa? Sema ndio. Umewahi kuwa na kuolewa? Sasa hapana. Wewe uliwahi ndoa yako ilikuwaje? Sasa na talaka pastor. Sasa okay, vizuri, Mungu akubariki sana. Ulipataje talaka yako? Nani alikuwa mguu? Ukishamaliza kuniambia data zako na zitafuta kwenye kanisa lako huko, naambia mchungaji, kuna mtu fulani anataka kuoa huku, nipe habari zake. Nani alikuwa mnyenyekevu kati ya hao watu wawili? Sasa huyo aliacha mke wake, huyo pastor. Na akwambia mtumishi, kamrudie mke wako, nitafunga ndoa yako na mke wako leo muacha. Au subiri mke wako aolewe au wafe. Unaombea vipi? Aolewe au wafe kati ya mama? Maana sababu ya pili ni ikiwa mwenzi aliyeachwa atafariki, si ndio? Akifariki wakati umemwacha ni sawa. Na hapo unakuta yani mtu anatamani kuoa, kila kimwangalia mwenzi sasa aolewi, hafi. Hata mafua hana. Unakuta mtumishi amedunda na afya kamili. Na roho wa Bwana anampa neema. Sasa hata bodaboda impitii huyu. Kila akijitahidi kukunenea mabaya atokei. Hutaoa mpendwa. Na ukioa tu wakati wa mazingira ambayo ndoa iko pending, wewe unaondolewa ushirika, kwa sababu umetelekeza mke na umechukulia ndoa kuwa ni kitu cha masiala. Waebrania 13:4 nasema ndoa anaheshimiwa na watu wote na malazi yawe safi, kwa maana wazinzi na washati Mungu atawahukumia nini? Adhabu. Hapo ni mwisho wa wasilisho hili, limekuwa refu, lakini hayo mawili kuna vipengele 9 vimetajwa. Kwa hiyo ukitaka kuacha mke kwa amani, wewe ambaye unaacha mke, jua kwamba ziwe sababu za zinaa au umefariki, ndio utamwacha, si ndio? Au kama umeoa na umeshindwa kumhudumia, hizo ndio sababu zinazofahamika katika maandiko. Kinyume na hapo, pambana. Ndio katika shida na katika raha, katika ugonjwa na katika mauti, hata kifo kututenganisha. Kumbuka ule wali watu waliokula na safari waliokuchangia kwa ajili ya harusi. Kwa hiyo hiyo ni moja. Kwa vijana, ndoa haiji baada ya kutoa mahari kwa wazazi. Ukishatoa mahari usikae na mwanamke, na kama kuna mwanamke pia amewahi kuja geto mapema, mwambie bana, kumbe nani, rudi nyumbani kwanza, rudi nyumbani mpaka mchungaji aambiwe, ombi lifanyike, tena liwe hadharani na sisi tuone hapa kwamba umeoa, lakini pia serikali ijue kwa kuwa na cheti cha ndoa. Hivi vitu vinafaa. Tafsiri ya ndoa ya kimila kwenye hii mwongozo niliyosoma, ndoa ya kimila ni ndoa inayofungwa mbele ya kiongozi wa kimila, ambayo haiwi ya watu wa dini, yaani mtu asiyeamini katika dini, yaani sio Muislamu wala sio Mkristo, ndio mwenye sifa za kufunga ndoa ya kimila. Inaeleweka vizuri? Yaani sio ile ya kusema eti naenda kutoa mahali ndio ndoa ya kimila. Kwa hiyo Mwadventista wa Sabato akisema na ndoa ya kimila, yaani ndoa anaenda kukufungia kiongozi wa matambiko wa kimila. Mchungaji wako yuko wapi? Umekosa hata mzee wa kanisa wa jirani pale. Na hiyo ndoa inafungwa na kiongozi wa kimila, akiwa afisa mtendaji wa kijiji ni shahidi, ambaye ndio atawaandikia barua ya utambulisho na uthibitisho kwa mkuu wa wilaya, atakayowapa cheti ambacho kinapewa na watu wanaofunga kanisani au kwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo unaposema ndoa ya kimila ina cheti. Usiseme ndoa ya kimila tumetoa mahali tu naishi na mwanamke. Tukijua unasema tu unatoa ndoa ya kimila na unaishi kinyumba, wewe unafanya uasherati, utaondolewa kwenye ushirika wa kanisa. Na kama kuna mtu yuko hapa aje mapema. Tukikufahamu umeshavunja kanuni za Biblia. Sheria haikujui, we dada, we kaka, sheria haijui kama umeoa, una cheti, huko mnahudumiana tu. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi ya kuyazingatia, na Mungu awabariki.